Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi kuchangia kwenye hoja hii muhimu sana ya bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza toka nimekuwa mbunge nikiri, ukisoma kitabu hiki utaona namna gani kwa mara ya kwanza mimi toka nimekuwa mbunge nimeona namna gani microeconomics, macroeconomics, physical na monetary policy zimekuwa articulated katika kuhakikisha taifa la Tanzania tunakwenda kuwa taifa la kujitegemea. Ninawapongezeni sana serikali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda mbali ukiangalia katika masuala mazima tunapoongelea GDP ya nchi, ukiangalia namna ambavyo muundo wa bajeti hii umekuja, utaona moja kwa moja kabisa ya kwamba kuna juhudi za makusudi za kutaka kustimulate per capita income ya mwananchi mmoja mmoja kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, kaka yangu Dr. Kitila Mkumbo, mimi ninakujua wewe kama Mtanzania mzalendo na mchapakazi, na ninajua uzalendo wako kwa nchi yetu, wewe na manaibu wako pamoja na Wizara ya Fedha. Ushauri wangu, mmefanya vizuri sana kwenye bajeti hii upande wa monetary policy, lakini ninawashauri nendeni mkafanye review kama mtashindwa kwa mwaka huu, kwa miaka inayokuja katika masuala mazima ya fiscal policy, nendeni mkareview government spending. Mheshimiwa Profesa, ninawashauri nendeni mkareview government spending ili kiasi mtakachokiokoa kutokana na kuokoa katika government spending kikawekezwe katika sekta za uzalishaji ambazo Asunga ametoka kuziongelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayasema haya nikitambua, kwa mfano, ukiangalia kiwango cha namna serikali tunafanya spending katika kununua magari ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina imani kabisa tukiamua kwa makusudi kupunguza mzigo wa Watanzania katika spending ya magari ya serikali, tukapunguza kununua magari ya gharama kubwa kwa viongozi ambao hawana umuhimu wa hizo facility, tutaweza kusave fedha ambazo tutazipeleka zikachochea uchumi katika sekta za uzalishaji kama vile viwanda, usafirishaji, kilimo, uvuvi, jambo ambalo ajira zitakwenda kuongezeka kwa hizi sekta za uzalishaji. Mheshimiwa Profesa, ninawashauri katika hili, nendeni kama serikali mkakae. Kuna mataifa yana mfano, unaweza ukaenda wizarani, waziri akawa na gari kwa sababu muda mwingi anafanya safari, na watendaji wachache wa ngazi ya wizara. Wafanyakazi wengine, toeni incentive wafanyakazi wakopeshwe magari waweze kuyaendesha wao, ili mpunguze gharama ya spending ya serikali katika kuhudumia magari. Mtapunguza gharama katika vipuli, mtapunguza gharama katika mafuta, mtapunguza gharama katika safari ambazo zinaweza zikatumiwa na watumishi wa umma kwa kutumia public transport. Na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yuko serious katika kuwekeza katika ndege, katika SGR. Ninaomba serikali, chukueni ushauri huu, punguzeni public spending katika kununua magari. Saving itakayopatikana, Mheshimiwa Mwenyekiti, ipelekwe ikakuchochee sekta ya uzalishaji, tuweze kuongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, nimeona mmekusudia kuja na marekebisho ya sheria ya VAT sura namba 148. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwashauri kwa nia njema, hapa tunapozungumza leo, tunayo baadhi ya miradi ya wananchi kwenye majimbo bado hatujaweza kuimaliza, kwa sababu taifa letu bado hatujaweza kuwa na uwezo wa uchumi wa kumaliza kila kitu kwa muda mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapa ushauri, kitendo cha kuja na marekebisho ya kusema ya kwamba sheria itambue sasa TRA wapewe siku 30 kuhakikisha kwamba VAT refund zinakwenda kulipwa kwa muda huo, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali.
Na sio tu hapo, mmekwenda mbali, mnasema sheria hii serikali ikishindwa kutoa itozwe na riba na makampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza kwa mujibu wa hii sheria tulionayo ya siku 90 bado tunasuasua, na hawa TRA wamekuja na mfumo wa IDRAS, mfumo unaofanya uhakiki wa madeni ya VAT. Hatujaweza bado kuangalia efficiency ya IDRAS. Leo tunakuja tunasema tunataka serikali ianze kutozwa paka riba wakichelewa kulipa VAT refund. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu wa serikali, tusije tukaingiza serikali kwenye mtego mkubwa, tusije tukaingiza mgogoro kati ya makampuni na serikali. Ushauri wangu, acheni mfumo wa IDRAS tuufanyie tathmini, tuone umefanya vipi, kwa sababu mnachokwenda kukitengeneza, ninataka niwaambie, tutakuja kwenye bunge hili, tutakuja kuanza kunyosheana mikono. Msiruhusu sheria hii kwenda kutekelezwa, italeta madhara makubwa kwa TRA. Na niwashukuru sana TRA, ninajua wanafanya kazi kubwa sana. Rais Samia amejitahidi, mapato yameongezeka chini ya uongozi wake. Sekta zinaendelea kuongeza ufanisi katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, tusiende na njia hiyo, bado tufanye tathmini ya mfumo wa IDRAS. Ikibidi baadaye tutakuja na mapendekezo ya kushusha angalau zije siku 60 na baadaye 30, lakini kwa sasa hivi tutakwenda kuiumiza TRA na tutakwenda kuupa mzigo mkubwa sana serikali. Huo ni ushauri wangu. Jambo la tatu, ninawashauri kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Wizara ya Fedha, kazi ya mipango ya nchi lazima iwe na linki kati ya sekta za uzalishaji TISEZA na wizara yako Profesa. Leo hii tunaweza tukazungumza mwekezaji anataka kuja kuwekeza kwenye kilimo. Hivi leo nikiuliza, kuna linki gani iliyopo kati ya watu wa BRELA, Wizara ya Uwekezaji pamoja na watu wa TISEZA kujua ya kwamba mipango ya wawekezaji wanaokuja kwenye taifa letu inatoa tathmini ya nini tunareflect kwenye budget tunayojadili? Hivi leo mtu akija anataka kuwekeza kwenye kilimo, kuna taarifa gani zinakwenda Wizara ya Kilimo kujua kwamba mwekezaji huyu atawekeza kwenye kilimo, miundombinu hii na hii inahitajika mwakani kwenye bajeti inakuwa ina reflect, au tunakwenda tukiholela? Nina imani nawe Profesa Kitila Mkumbo kaka yangu, wewe na msaidizi wako Profesa Dr. Chaya, ninajua nyinyi ni watu wasomi. Saidieni mipango ya serikali iendane na kile kinachokuja kuwa reflected kujadiliwa katika kila mwaka wa bajeti, tuweze kusaidia kuwa na mipango imara katika taifa letu. Jambo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la tatu, Rais Dr. Samia amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya kwenye taifa letu, na ninataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uwekezaji mkubwa aliofanya Rais Dr. Samia, hii nalizungumza kwa nia njema, kusema kwamba tunaweza tukawatoa Watanzania milioni 60 wakatibiwe Zanzibar, na wakati rais wetu amejenga mavituo ya afya, amejenga mazahanati, amejenga mahospitali. Huko ni kutaka kumdhalilisha Rais Samia, kwamba huku bara rais ameshindwa kusimamia huduma za afya, watu wanakwenda kutafuta huduma za afya Zanzibar. Zanzibar ni kwetu, lakini ukweli ni kwamba huduma za afya zilizopo na miundombinu iliyojengwa na Dr. Samia inatosha kuwafanya Watanzania watibiwe na kupata huduma za matibabu kwa kiwango kikubwa. Tusidhalilishe uwekezaji aliyofanya Rais Samia. Rais wetu amenunua mashine za kisasa kwenye mahospitali. Leo tunapozungumza, kuna watu wanatoka mataifa mengine wanakuja bara kutafuta matibabu kwa sababu ya uwekezaji mkubwa Daktari Samia aliyofanya. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sio kwa muhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajadili bajeti hapa. Ili bajeti hii iweze kutekelezwa, taifa letu linahitaji kuendelea kuwa na amani na umoja. Nchi hii inahitaji kuendelea kuwa na mshikamano, inahitaji kuwa na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemaliza kampeni. Tusipoyazungumza haya hapa, tutaliacha taifa letu litaingia kwenye matatizo makubwa ambayo tutarudi tena kuja kuanza kuhojiana. Muda wako umeshamaliza. Ninaomba nimalize kwa kusema, niwaombe wenzetu ambao ni wadau wa maendeleo waache kuhamasisha wananchi kuingia kufanya vurugu kwenye taifa lao. Enough is enough, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tuache polisi wafanye kazi, tuache IGP na watu wake wafanye kazi, tuache majeshi yetu yalinde mipaka, tuache taifa letu likiwa na amani. Tusihamasishe vijana kuingia barabarani kuanza kufanya maandamano ambayo yanaweza yakapelekea tukapoteza uhai wa Watanzania. Enough is enough.
tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza mali. Ni muda mwafaka wa kuruhusu taifa letu litulie, Dr. Samia afanye kazi ya kuwahudumia Watanzania na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Elbariki Kingu.